SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Hamida Musa, amewakumbusha wazee kuendelea kutumia busara zao kwa kuwakumbusha vijana kulinda amani ya nchi yao. Ameyasema hayo wakati alipokutana na kundi la wazee wa wilaya ya Kati katika ukumbi wa walimu Udunga, Mkoa wa Kusini Unguja. Sambamba na hayo, ameeleza lengo la mkutano huo ni kuendelea kuhamasisha makundi mbalimbali juu ya suala la kushiriki katika uchaguzi kwa salama ndani ya mkoa wake. Pia amewataka wazee hao kwa kila mwenye kitambulisho cha kupiga kura ajitokeze kwenda kupiga kura na kuhamasisha wengine kujitokeza katika zoezi hilo. Dira kuu ya mkutano huu wa leo ni kuendelea kuhamasisha jamii kupitia makundi mbalimbali juu ya jambo kubwa la kitaifa lililotukabili tarehe 29. Lakini tunapozungumzia swala la uchaguzi, hili linakuwa liko katika nyakati tatu tofauti. Nyakati ya kwanza manake ni kabla ya uchaguzi, na ndio kipindi hiki ambacho tuko nacho. Kuna heka za kampeni za vyama vya siasa, kuna heka za kupeana elimu ya uraia kama hii, kuna heka za kukumbushana wajibu wetu na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo hiki ni kipindi cha kuelekea uchaguzi, lakini tutakuwa na kipindi chenyewe cha uchaguzi. Kwa bahati nzuri ni siku moja tu kwetu sisi, tarehe 29. Ni siku moja, lakini ni siku moja ambayo inaweza ikaonekana refu sana. Sasa wazee wangu, nadhani kwa sura zilizopo ndani tumeshakutana na nyakati hizo miaka kadhaa na kadhaa, si nyakati ngeni. Wapo wazee hapa walikuwepo hata kabla ya mapinduzi ya Zanzibar. Wameshakumbana na chaguzi nyingi za kiserikali, za vyama vya siasa na kadhalika, lakini kila wakati una mambo yake. Ndio maana tunakutana kukumbushana. Kwa hiyo wazee wangu, tulichokuja hapa ni kukumbushana namna gani ya kuvuka kwenye hiki kipindi salama. Serikali, na ndio maana leo tuko na kamati ya usalama ya wilaya hii na kamati za usalama za wilaya na mikoa yote Unguja na Pemba zinafanya shughuli hii kuwatoa watu mashaka kwamba tupo kwenye kipindi ambacho salama ipo. Wahimizeni vijana kulinda amani iliyopo. Wahimizeni vijana kuthamini hii hali ambayo leo asubuhi tunaamka, kila mmoja alipo anajiandaa na kwenda kwenye shughuli zake. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe katika hali ya kawaida, unapata chejio chako, unapata milo miwili mitatu sawa, lakini ikikosekana amani, maisha hayapo. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake ndani ya nyumba yake, majirani zake, kiambo kizima, shehia nzima, wazee tunawaomba mtusaidie jukumu la kuhamasisha amani. Nafahamu wazee wanafanya hivi, na ndio maana mkuu wa wilaya alisema tumezungumza na viongozi wa dini, walimu wa madrasa, mapadri, maaskofu, wachungaji wote. Naye mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kati, OCD Victor Ayo, amesema vyombo vya ulinzi na usalama vinategemea sana wananchi, hasa wazee, katika kutekeleza majukumu yao ya kazi, na amewataka wazee hao wajitahidi kuwazuia vijana wao wasijitokeze kwenye vitendo vya vurugu na kupelekea uvunjifu wa amani ndani ya nchi. Vya ulinzi na usalama pamoja na vikosi vyote vya SMZ, ninyi tunawategemea sana katika mambo makubwa matatu. Moja likiwa ni ushauri. Watu wanategemea sana katika kushauri. Sisi tunakuwa hatujakamilika katika utendaji wetu. Hivyo basi ninyi wazee mnapokuwa mnatu
kutuona mnapokuwa mnafika maeneo yetu ya kazi na kutushauri kwamba turekebishe wapi, twende vipi, nasi huwa tunapokea ushauri wa wazee. Tunaamini unajenga. Ushauri wa wazee ni baraka. Wazee tunajua kwamba wana nafasi kubwa katika swala la amani. Amani inapotoweka, basi katika watu ambao tunawafikiria katika shida, sisi kama walinda amani, basi ni wazee, watoto na wanawake. Sasa tumeona tutumie nafasi hii kuiteni ili tukijadili hichi kitu kwa pamoja, kwa sababu ya kadhia ambayo tunayo mbele. Tutapokaa pamoja kubadilishana mawazo, tuna hakika hii safari yetu itapita kwa salama na tuendelee kuishi kwa amani. Lakini pia wazee ni walinzi wa mila na tamaduni zetu. Muendelee kuonyesha ulezi katika jamii zetu, katika kuwakataza maovu. Tunajua wazee ndio watunzaji wa zile mila na desturi, kukemea matusi, lugha za uchochezi, lakini rushwa na mambo mengine ya uvunjifu wa amani. Na ndio maana tukawachagua nyinyi leo. Isitoshe, nyinyi mna ushawishi mkubwa katika jamii zetu. Maneno yenu yanafika mbali katika jamii yetu kuliko wakizungumza watu wengine wa rika jingine kuliko wazee. Kwa upande wao, miongoni mwa wazee wameipongeza serikali kwa kuweza kuhakikisha nchi ipo na amani, na watakuwa mabalozi wakubwa kuhamasisha amani hiyo inaendelea kudumu. Pia namshukuru kwa mkoa wa wilaya, maneno yao na nasaha zao, pamoja na wale wote ambao walikuja wakatuambia hizi na maneno ya nasaha. Na kwa ukweli hali ya usalama na amani ni swala la pekee katika maisha ya binadamu ulimwengu mzima. Hakuna ambaye alikuwa hahitaji hii hali, na bila hali hiyo basi hakuna maisha yalikuwa yenye mafanikio. Tunaona katika wenzetu duniani namna inapokwenda. Mimi huko nyuma, vipindi vyote ambavyo vimepita vya nyuma vya uchaguzi, sijaona kipindi ambacho kimetulia na kipo katika hali ya kustaajabisha, yani cha sasa hivi. Kwa sababu si kwa kipindi kilichopita kilikuwa vile vile afadhali kama hivi, lakini hichi kimezidi kilichopita. Yani sijasikia, kama nimesikia labda itakuwa ni uvumi tu. Inaweza kuwa nasikia uvumi, kuna hivi, lakini kile kitu ambacho kimetokea cha ukweli na uhakika hasa, kwa kweli sijakiona wala sijakisikia katika nini. Nashukuru mpaka sasa hivi, na naomba Mwenyezi Mungu hii hali iendelee kwa ya usalama zaidi. Mafunzo tumepata, tumeyapokea vizuri, na katika kuyapokea, ili ni jamii ijue nimeyapokea, ni lazima nishirikishe wenzangu. Nitashirikisha wenzangu jinsi gani ya umuhimu wa kupiga kura, na kura ni haki yako, na jinsi gani ya kutimiza ule wajibu wa kuilinda ile amani ambayo tumetunikiwa katika nchi yetu. Mpaka sasa hivi nahisi amani inadumu mpaka hapa tulipokuwepo, na siku zote tunaomba Mungu kwamba Mungu atujalie ile amani kudumu. Na jinsi gani tutaiharibu amani, jinsi gani tutaifanya amani iwe njema, ni sisi wenyewe wananchi. Tutakapojitahidi kuwa na amani, Mungu atajalia uchaguzi wetu utaenda na amani. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.